Hivyo tuombe Watanzania wafungue macho, wafungue masikio, waone dhamira njema ya serikali ya Chama cha Mapinduzi katika kuwaletea maendeleo. Wapo wanaharakati ambao wanalipwa fedha, wanaamua kuchafua nchi, na wanaoumia ni Watanzania sisi, sio watu wengine. Hivyo tuungane kulinda taifa letu na tuwapuuze wale wote ambao wanatumwa au wanajituma kuweza kuangamiza nchi yetu. Hapa ni nyumbani kwetu na hatuna nyumba nyingine. Hivyo tusikubali hata siku moja kushirikiana na watu ambao dhamira zao ni kwenda kuharibu taswira, heshima na thamani ya utu ambao tuko nao leo. Lakini tukienda katika bandari, toka uwekezaji wa bandari ufanyike Dar es Salaam, ufanisi katika kuhudumia mizigo ya aina tofauti kwa kipindi cha Julai mpaka Disemba 2024 kumekuwa na ufanisi na maongezeko kama ifuatavyo. Bandari imepokea veso 453 hadi kufikia veso 578 kwa mwaka 25, sawa sawa na ukuaji wa asilimia 28. Lakini tulipokea kontena 167,019. Sasa ongezeko, sasa hivi tunapokea kontena mpaka 223,378 ambao ni ukuaji wa asilimia 34. Lakini magari yalikuwa 101,588. Sasa tumekuwa na ongezeko la magari 167,019 ambao ni ukuaji wa asilimia 6. Lakini dry bulk cargo kutoka milioni 1,648,746 hadi kufikia milioni 2,49,471 sawa sawa na ongezeko na ukuaji wa asilimia 24. Kwa hiyo unaweza ukaona ufanisi mzuri wa bandari ambao na mapato hayo ndio yanakwenda kufanya kazi tofauti katika uzalishaji katika maji, lakini kwenda kukuza sekta ya nishati, kupeleka umeme mpaka vijijini mpaka kwenye vitongoji. Lakini sambamba na hilo, ujenzi wa miundombinu ya barabara ndani ya nchi yetu. Sasa hivi utaona kila sehemu unayopita barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa, Dar es Salaam inafumuliwa, mwendo kasi zinajengwa. Kwa nini? Kwa sababu tuna mapato ambayo yameongezeka, ambayo yanaenda kuleta maendeleo ndani ya taifa letu. Sekta ya afya nimezungumza. Tumeona tuna ongezeko la vifaa tiba, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa, na matibabu mengi ya kibingwa sasa yanafanyika nchini, ambapo yamepunguza gharama kubwa ya mwananchi kutoa fedha kwenda kulipia hospitali nje ya nchi. Lakini katika sekta ya elimu, waandishi wa habari ni mashahidi, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la madarasa, shule za msingi, shule za sekondari, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaanzisha elimu ya amali, shule ambao mtu anajifunza, anapata ujuzi, baada ya hapo anaenda Lakini kumekuwa na ujenzi wa shule za kila mkoa ambazo zinajengwa katika nchi nzima. Hivyo nitumie fursa hii kuwaeleza Watanzania kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya katiba ya nchi yetu. Lakini tutakwenda kama chama kuisimamia serikali kuhakikisha yote yaliyoahidiwa yanakwenda kukamilika kwa umma. Lakini kama chama tutakwenda kusikiliza kero za wananchi wetu, kwenda kujua nini kinawasumbua, na yale wanaotaka kutuambia tutakwenda kuwasikiliza. Lakini ziara hii itakuwa ni ya tofauti kidogo. Tutakwenda mpaka ngazi ya mashina. Tukiingia wilaya moja, baada ya kupokelewa, tutaenda kufanya vikao vyetu vya ndani. Tutakwenda kukutana na mabalozi na viongozi wa mashina na kamati za mashina, kwa sababu Chama cha Mapinduzi, mtu anaweza akajiuliza, CCM inashindaje? CCM ipoje? Sisi tuna balozi, vyama vingine hawana balozi. Sisi tuna tawi, tuna uongozi wa kata, vingine havina hata hizo kata. Tuna wilaya, tuna mkoa, tuna taifa. Sasa chama cha siasa hakina kata, hakina tawi, hakina shina, na shina ndio msingi wa wananchi, kwamba balozi mmoja anakuwa, zamani kwa anasema nyumba 10, sasa hivi tumeongeza mpaka 50, maeneo mengine zitaongezeka mpaka 100, kwamba mtu mmoja anawajua majirani zake wote ni hawa hapa.
Zoezi la kura zikifika, mtu balozi anachukua watu wake, jamani, twendeni tukapige nini? Kura. Vyama vingine havina huu mfumo. Uchaguzi ukija, CCM imeshinda kwa 97%, mtu anashangaa. Unashangaa nini? Tuna machinery ambazo zipo zimeshuka mpaka chini kabisa.